Kama ambavyo mnafahamu, tumekuwa tukifanya ukarabati mkubwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ulikuwa unahusisha maeneo mengi. Takriban viti 30 na kitu vimeshabadilishwa kati ya viti 63 na ambalo ndio lilikuwa eneo la mwisho. Kwa hivyo tulikuwa na ukarabati ambao ulikuwa unahusisha maeneo yote ya uwanja isipokuwa kwenye pitch. Ukarabati bado unaendelea na sisi tutakuwa hapa. Tutakuwa asubuhi, tutakuwa mchana, tutakuwa usiku kuhakikisha kwamba hakuna kinachosimama, na mpaka CAF anakuja kufanya ukaguzi wao wa mwisho kuelekea mechi ile ya finali ya Simba na Berkane tarehe 25 ya mwezi huu, basi angalau uwanja huu uwe tayari na unachezeka. Na miongoni mwa watu tuliokuja nao, tulioongozana nao kwenye ukaguzi huu leo ni watu wa CAF, na wao wenyewe wamekuwa impressed na progress ambayo tumefikia, na wanaamini kwamba tumedhamiria, serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kutengeneza miundombinu ya michezo na kuhakikisha inaweza kutumika sawa sawa. Kwa hiyo tumepeana maagizo mimi na wataalamu kuonyesha kwamba kazi ambayo inatakiwa ifanyike hapa inafanyika kwa muda ambao tunautegemea ama chini ya hapo. Kulikuwa na tractor kwa ajili ya stitching na scarification, na yenyewe tumeagiza tractor kutoka Uturuki, iko kwenye maji lakini tumeona inachelewa, kwa hiyo tumeagiza tractor nyingine kutoka Tanga kwenye kituo cha TFF, nyingine tumeagiza kutoka Zanzibar ili angalau zifike by kesho na tuhakikishe kwamba zinafanya kazi ambayo ilikusudiwa. Lakini pia tulielekezwa kuhusiana na zile benchi za kukalia, lakini technical benches sio zile za wachezaji. Sasa ile ya marefari wanataka iwe na matairi na tunayafunga leo hapa. Tumepeana masaa 24 kuhakikisha jambo hilo linakwisha. Lakini pia wanataka flag poles ziwe 6 kila upande. Kwa hivyo tutafunga 2 nyingine, lakini pia kwa sasa zinazotumika ni zile zinazofungwa juu ya taa. Tumekubaliana na Mchina ambaye anatukarabatia uwanja huu kuzifunga zile mpaka mwisho wa mwezi huu tutakuwa na zile ili tuepukane na kufunga hizi flag pole huku chini. Lakini kulikuwa na marekebisho kwenye anti-doping room, na yenyewe yanafanyika ndani ya masaa 24 na yatakuwa na yenyewe yamekamilika. Viti kama ambavyo nimesema mwanzoni, viti kadhaa vimeshabadilishwa, na haya maeneo ambayo hayana viti angalau tutaziba na vile ambavyo vimetolewa kwa sasa kwa ajili ya mchezo huu tu, ambapo tunatarajia mpaka mwishoni mwa mwezi wa 6 viti vyote vitakuwa vimebadilishwa uwanja huu. Kwa hiyo ili kutokuwa na mapengo wakati wa mchezo, tutahakikisha viti ambavyo vimetolewa maeneo mengine vinawekwa kwa muda katika baadhi ya maeneo ili kuhakikisha uwanja wote unakuwa unakalika. Kwa hiyo nimewapitisha kwenye maeneo machache, lakini yote ni kuonyesha jinsi ambavyo tuko serious na jambo hili. Tuna maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi, tunawapa fursa wa Tanzania wengi zaidi kushuhudia mchezo huu live, kwa sababu ni jambo la kihistoria na halitokei kila siku. Utaweza kuona katika muda wa historia yote ya Tanzania jambo hili linakuja kufanyika, hii ikiwa ni mara ya 3. Hiyo maelekezo ni ya moja kwa moja kama nilivyosema. Mimi jana nimepata fursa ya kuongea na Mheshimiwa Rais usiku, na haya ni maelekezo yake ya moja kwa moja ambayo tunakuja kuyatekeleza. Lakini pia ameniambia ni wape salamu hizi kwamba kwanza yeye amefurahi sana na matokeo ambayo Simba imeyapata kwa kufuzu kufika finali ya kombe hili la shirikisho, na ameongeza ile zawadi ya goli la mama inatoka sasa milioni 20 kwa goli, imekuwa sasa milioni 30 kwa goli kutoka kwa Mama Samia. Lakini pia uwekezaji mkubwa kama ambao ulifanyika kwa klabu hii ya Simba kwenye mchezo wa nusu finali wakati tunakwenda kucheza kule South Africa, na hali hiyo itakuwepo wakati wa mchezo huu. Sijapata numbers na nini ambacho serikali itakifanya moja kwa moja, ni lazima ni jambo la kukaa na kuona Simba wanahitaji nini kwa wakati huu, lakini mimi niwahakikishie sisi hatutakuwa kipingamizi, hatutakuwa kizingiti, na tutahakikisha yale yote ambayo sisi tunaweza kuyafanya kama serikali kuwarahisishia, kuwafanyia Simba mazingira ya ushindi yawe rafiki, tutayafanya kwa uwezo wetu wote ili Simba wabaki na shughuli moja tu ya kuhakikisha wanabakisha kombe hili nyumbani.